kwanza tunapitia andiko la bodi ya ligi. Na nani ambao wameguswa, kanuni zimewachapa ila kamani eti si ndio? Au mko surprised kusikia kwamba kuna baadhi ya watu kanuni kidogo zimewanyonga? Sasa tukitazama taarifa hii hapa, inaanza na Pamba Jiji dhidi ya Simba Sports Club, ambapo klabu ya Simba bwana imetozwa faini ya milioni 10 kwa kosa la mashabiki wake kuwarushia chupa za maji waamuzi wa mchezo tajwa hapo juu wakati wakitoka kiwanjani baada ya kumalizika kwa mchezo huo. Chap tunaenda milioni 10 ni kwa mashabiki. Nafikiri kwenye matukio ya kujirudia bodi ya ligi pia kwenye kanuni zao wameelekeza kwamba ikiwa ni tukio la kujirudia inaweza kupanda zaidi. Unfortunately kwa Simba walifanya hivyo dhidi ya Dodoma Jiji, dhidi ya William Edgar, wakafanya hivyo pale dhidi ya Pamba Jiji FC pale Kirumba. Kwa hiyo kwangu hiyo hata sijashtuka sana kwa sababu ni reference tu ya kikanuni. Sawa, tunatoka hapo direct tunaenda kwa Young Africans kwenye mchezo wao dhidi ya TRA ambao ulimalizika kwa 0-0. Sasa klabu ya TRA kwanza imetozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la wachezaji wake kuonyeshwa kadi ya zaidi ya 5 katika mchezo mmoja, ambapo wachezaji hao walionyeshwa jumla ya kadi 6 kwenye mchezo tajwa hapo juu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 47, ikiashiria kuwa na mchezo mbaya usio fair. TRA kwa tafsiri rahisi hapo, mechi ya kucheza dakika 90. Kwa sababu unakusema simama hapo, kadi zinazotoka lazima kuna matukio yalifanyika ambapo mpira ulisimama. Yaani hapo kadi 6 ni wastani wa dakika karibu 3.5. Sawa, mechi namba 126 Mtibwa Sukari dhidi ya Young Africans ambao ilisha kwa sare ya bao 1-1. Sasa mchezaji Djigui Diarra wa klabu ya Young Africans amefungiwa michezo 3 na kutozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kumshambulia mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu mara baada ya mchezo huu kumalizika kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma. Lakini walienda pengine pia walizungumza. Mchezaji Diarra pia wa klabu ya Young Africans ametozwa faini ya shilingi milioni 2, ambapo faini hiyo jumla inakuwa milioni 4. Hili kosa la pili ni ya kunyosha kidole tajwa wakati akitoka uwanjani baada ya kumalizika kwa mchezo tajwa hapo juu. Hiyo ndo kaka yake Lutengano alikuja kumtetea. Hapo kutetea kasiliba. Kuna mzee mmoja unajua Yanga bwana wakupenda. Ndio huyo. Yanga kwa upande wako. Utofauti wa kimataifa. Utofauti wa kimila. Hivi kwani wewe nanilipia? Kaka Lutenga. Bwana. Eti kweli Lute? Sio kweli. Si mkandiaji huyo tu. Unajua Yanga wakikupenda bwana. Wanakutetea kitu ambacho unaelewi hadi mimi natetea. Ule mzee mimi namheshimu sana. Ile nya wanaweza kusema ni keki. Mimi ule mzee namheshimu sana. Nitaenda kumuuliza binafsi private. Tutana naye. Alafu unajua aliongea akiwa unajua huwezi jua na kati cha muhusika alifanya katika namna unaona kabisa kwamba hata sura ina express kwamba ametoa adhabu. Diarra hii tamgharimu kwenye mechi 3 ambazo zimetajwa. Young Africans wamekuwa wakianza na Diarra kila wakati. Inaweza kuwa patapotea kwa wakati huu ambao watamtumia Masalanga ama Michel. Sioni hicho kitu kwa sababu aina ya mechi walizokuwa nazo si aina ya mechi ambazo zinahitaji jitihada za uokozi za Djigui Diarra. Na bahati nzuri ama mbaya mechi zote zipo Dar es Salaam. Ingekuwa mechi moja I think mkoani. Zote ni hapa kwa sababu ile FA watachezea hapa. Kwa hiyo sioni sehemu yoyote ambayo wanaweza kaathirika hivyo. Ingekuwa ni mkoani ambako siku hizi Yanga kienda kucheza mkoani ni kama anasubiriwa. Nafikiri hiyo ingekuwa ina mchallenge sana Yanga Afrika, lakini kwa mechi za Dar es Salaam na aina ya timu wanazo kutana nazo nimeona kuna Prisons, kuna Dodoma, alafu kuna FA ile dhidi ya TMA. Sioni maajabu makubwa sana kwenye na licha hiyo pia msimudi Msheri amecheza mechi 3 zote ameondoka na clean sheet. Msimu uliopita Diarra alikosa mechi 7. Mechi 4 alicheza Msheri, mechi 3 alicheza Komeni.
Komendi ambaye aliruhusu ile goli moja kwenye mchezo mmoja, goli mbili ya Mashujaa. Watu wakawa wanasema yani inakuaje golikipa kama yeye anaruhusu goli lile, lakini kwa Msheli yeye mechi zake 4 zote za msimu uliopita aliondoka na clean sheet, hata hizi ameondoka na clean sheet. Nadhani mchezo mmoja tu kwenye michuano ya Mapinduzi ndio ambao Msheli alifungwa goli kwenye michezo ambayo amecheza hivi karibuni tangu msimu uliopita. Kwa hiyo ni eneo ambalo mara nyingi kwa Young Africans ukitaka kuona mapungufu ni kwamba Yanga wakutani na timu ngumu ambayo inaweza ikawalazimisha Yanga kufikiwa zaidi kwenye lango lao, ikawa inamhitaji golikipa awe miongoni mwa wachezaji kwenye kikosi kama ambavyo Diarra huwa anafanya, kwa maana ya kwamba kuanzisha build up ya timu. Msheli sio mzuri sana kwenye mguu wake, hata goli ambalo nalizungumzia Mapinduzi lilitokana na hivyo. Lakini pia ukimhitaji Msheli kwenye kuongeza idadi ya walinzi pale chini, kwa Young Africans Diarra huwa anasogea, wanawaita maswipa, magolikipa ambao wanasogea kwenye eneo la juu, anapewa mpira kuongeza umiliki wa mpira kwenye timu, kwa maana wapasiane pasi kule chini kwenye goli lao. Hivyo ndivyo vitu ambavyo utavimiss wakati Msheli anadaka, Diarra yupo langoni. Lakini unapozungumzia save anazifanya Msheli, unapozungumzia kuongea na walinzi Msheli anafanya hivyo, unapozungumzia kuwatuma watu kakae pale, njoo hapa, sogea hivi, Msheli anafanya hivyo vitu. Kwa hiyo ni ngumu, kama Upete alivyozungumza, aina ya wapinzani ambao Young Africans anakutana nao ni watu wa kawaida ambao hawawezi wakamsumbua sana Young Africans, kwa maana ya kwamba kuonyesha mapungufu yake. Nafikiri ile ni captain's role ndio ambayo inakwenda kumiss. Unajua Jigi ni nahodha asiye na kitambaa. Kuna wakati ambao ana pressurize hata baadhi ya mambo, hata hiki alichokifanya pengine kilistahili kufanyika na nahodha zaidi kuliko yeye. Na binafsi nafikiri anapaswa kuichukua sasa kama homework kwamba waamuzi sasa nayo inafika sehemu anachoshwa na matukio yake ya kujirudia, kwa sababu hili sio la kwanza kwenda kumshinikiza mwamuzi. Kuna wakati wao anachomoka golini, anaweza kaenda mpaka katikati ya uwanja, anamfuata mwamuzi kwenye eneo ambalo captain tu peke yake alikuwa anatosha. Sasa sijui kama ni ari wanayosema, lakini kwangu haiwezi kuondoa neno utovu wa nidhamu kwenye kila ambacho amekifanya, hasa kwenye ile tukio la kwanza, kwa sababu tukio la pili ile ilikuwa ni just finishing tu, hilo la mzee nani hilo. Lakini ile la kwanza nafikiri ile ndio lilikuwa linabeba dhima nzima ya yeye kuweza kuadhibiwa kwa kiwango kile, na yeye kufungiwa mechi 3. Nafikiri anapaswa hata yeye mwenyewe anaweza kawa anaona ni fair, kwa sababu hapa angekula ban 5 ilikuwa ni wazi tu alikuwa anakula nyundo 5 na watu walikuwa hawasemi kitu chochote. Na ni juzi tu Ijumaa asubuhi nilitoka kuzungumza hapa kwamba hizi adhabu zinatakiwa kufanywa tathmini upya, kwa sababu adhabu kubwa zaidi kwenye mpira wa miguu ni kadi nyekundu. Ukienda extra kwamba ni violent, ndio hiyo unaweza kujikuta unapigwa bani ya mechi zaidi kulingana na tukio, ubaguzi wa rangi, waamuzi sasa hapa ndo wamefungiwa. Ndio nilikuwa nataka nije nimalizie alafu mjadili, kwa sababu waamuzi bwana wamekula nyundo, so utani. Sasa mwamuzi wa kati wa mchezo tajwa hapo juu, Gilbert Mrina kutoka Kilimanjaro, ameshushwa daraja la uamuzi. Can you imagine? Kwa kosa la kushindwa kuchukua hatua stahili wakati mchezaji DJ Diarra akifanya kitendo cha utovu wa nidhamu cha kumshambulia kama ilivyoainishwa. Sasa yeye ameshushwa daraja kabisa. Lakini mwamuzi msaidizi namba 2 kwa mchezo tajwa hapo juu, Abdulaziz Ali kutokea Arusha, amefungiwa mizunguko 5 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu, ambapo katika dakika ya 36 ya mchezo huo alinyoosha kibendera juu kuashiria kulikuwa na kosa la kuotea kwa mchezaji Emmanuel Mwanengo wa Young Africans kupokea pasi kutoka kwa Pacome Zouzoua. Pengine alitengano, nimekumbuka Yanga anacheza mechi ya away na Pamba kwenye zile mechi ulizokuwa unazisema. Kwa haya aliyokuta waamuzi na kitu ambacho mnaweza kukizungumza, mmoja ameshushwa daraja, mmoja amefungiwa mizunguko 5. Nafikiri sasa kunakoelekea huenda tukajikuta tunakosa waamuzi, kwa sababu series ya kushusha daraja huyu anakuwa mwamuzi wa 3 kama nakumbuka vyema. Alianza yule wa Singida Abdallah Mwenye Mkuu. Kwenye dabi pia kuna mwamuzi akapigwa nyundo ya miezi 6. Kuna mwingine alipigwa miezi 3. Kuna mizunguko 3. Bora wewe wa mizunguko sababu ni kwa karibu.
Mimi na kitu ambacho najiuliza, tukiwafungia inatosha ama yani nini ambacho tunafanya sasa ili wakirudi wasiendelee kukosea? Tungekuwa tuna hoji kwanza wanaowafundisha, yani ile kamati ya waamuzi wanafanya nini, kutoa mafunzo kwa waamuzi wanafanya nini kupunguza hizi kesi ambazo zipo, kwa sababu baadhi ya vyama vya soka mwamuzi akishushwa daraja kama hivi wanahakikisha anaenda kusimamia michezo ya timu za vijana, wanamrudisha kwenye timu za vijana ama championship ama wherever, lakini wanamshusha daraja kwa maana ya kumpeleka kwenye level ndogo na wanahakikisha kule anachezesha. Sijui unanifahamu? Sasa huyu kwa mfano tumemfungia hii miezi 6, msimu ukimalizika unaweza kashangaa anaingia tena kwenye training za waamuzi, alafu ataanza tena kuchezesha kama kawaida. Kwenye hiki kipindi ambacho yani ameshuka, anafanya nini, activity gani ambayo inaweza katuonesha kwamba anajifunza kupitia makosa? Au kwa maana nyingine ni kwa namna gani hizi adhabu zinaweza zikawagusa waamuzi moja kwa moja, vitendo ambavyo vimewafanya wavijutie na wasivirudie tena wanaporejea baada ya adhabu hizi kuisha. Na nafikiri kama lengo kuwe na nini hasa ambacho kitakuwa kinawarudisha kwamba kiukweli umepoteza. Unajua kuna ile mfano hata kwa Diarra pia watu wengi walibuka na kusema kwamba klabu pia zio zinatoa adhabu za ndani. Hivi na Metacha Mnata kupewa adhabu ya ndani ya Yanga? Alipewa. Sababu alifanya tukio kama la jigi hivi. Kwani kuna utofauti gani wa Metacha na Diarra? Nafikiri Diarra ile alimuonesha shabiki mwingine, Metacha aliwafuata wenyewe. Sasa hapo sio tusi ni ile ile alipopelekwa ndo tofauti. Lakini hapo kuna ukiukaji wa nidhamu. Nashoni anatusikiliza hapa anasema mambo ya huko magharibi ni akina Stanley Nwabali. Labda ni anaungana na mzee. Nashoni mtu ambie unapeleka wapi? Alafu tofauti pia ni kwamba mmoja amechangiwa, mwingine alitakiwa yendo. Kuna kitu ukisema hapa, kuna hoja umetoa hapa. Inaweza kawa kidogo ina mashiko. Kwamba? Sema, si ndio umetoa hoja hapa kwamba nani yani anayewasimamia ateme mstaki kusawa kutoa hoja ya mtu. Mrejelea tunukuu kila alichosema. Nukuu. Amesema? Anasema kwani yule alimfanyia yupi na huyu alimfanyia yupi? Labda hapo ndo kuna ndio huo tofauti. Sasa ndo maana mzee akaona labda ni culture. Angalia pia kwenye hamna ulabi. Lakini sasa inapaswa kuwa inavyopaswa kuwa nafikiri Yanga pia wanapaswa kutafakari namna ya kuzungumza na wachezaji wao psychologically hata wakiwa katika wakati mgumu. Kuna baadhi ya vitu waweze kuvizoea na kuvimudu. Handling ya vitu inatakiwa kidogo wapatiwe. Tunapendaga sana tukifanya kitu kikiwa labda kizuri au watu wakifanya kitu nje, waga tunasema tuige kitu fulani kwa mtu fulani sijui nini na nini. Mfano hai ni Ahali juzi hapa. Katemesha nyongo kwa watu wake karibia, yani kutoka kwenye uongozi wa juu mpaka kwa wachezaji. Mpaka mishahara hata mpunguziwa. Sasa jana nikaona pia kuna andiko linatembea sana mjini huko kwamba Depu pamoja na Boka wamekatwa mishahara pia kwa kosa la kuto kusafiri na timu, kuwahi kusafiri na timu. Licha ya kwamba walikuwa na majeraha lakini hawakuwahi kwenye msafara na timu kwa sababu walitakiwa kwenda na timu. Licha ya kwamba walikuwa hawapo kwenye mpango kazi wa mechi. Lakini hiyo imekuja baada ya watu kuanza kuhoji kwa nini Yanga hawajampa adhabu Diarra, hawajafanya nini na nini. Na watu wengi wameenda mbali ni baada ya kuona kwamba zile kauli za kina Ali wanazoandika kwenye mitandao kwamba sijui nini Diarra sijui kafanya nini, wanazoziandika kuhusiana na klabu. Mimi nadhani kwenye issue za kinidhamu, yani leo Yanga watafanya hivi
ni kwa sababu Diarra amekuwa na performance nzuri. Okay. Anafanya hivyo, kwa hiyo watu kuna namna fulani mgongo wa performance unambeba. Na hata kwenye shule ipo hivyo. Mwanafunzi ambaye anapataga A kwenye shule huwezi kukuta wanamfukuza. Au hata akikosea na wenzake atatolewa kijanja. Na ukitaka upone, wewe kilaza kafanye kosa na mtu ambaye anapata A, anapata 1-1. Utapona sana. Jichanganye, fanya wewe ambaye unapata 0. Kesho tu wewe unafukuzwa. Sasa Yanga sasa hivi wanafurahia hiki, ila itatokea kwa mchezaji ambaye sio pendwa kwenye kikosi chao itakuja kuwagharimu, kwa sababu watu watakuja kugundua kwamba kwa nini Diarra alifanyiwa hiki na hiki, na mwingine akafanyika. Na haya matukio hata hayachukuagi muda. Yaani huwezi ukachukua raundi, utakuta tu limetokea hata kwa bahati mbaya. Kuna mchezaji atafanya na Mwanengo. Watamdaka. Saa 1 dakika 20. Eti watamdaka. Dakika zilizosalia ni dakika 12 kuelekea kwenye zile pesa ambazo tunaambia zinatoka dakika 40. Unachukua simu yako unahakisha na shilingi 1000 na kuendelea, unaenda kwenye menu ya kufanya miamala, sehemu ya lipia bili ndio ushindi ulipo. Gusa hapo, ikifunguka walipokuambia weka namba ya kampuni au ya biashara, hiyo ndio namba yako ya pesa. Ingiza hiyo namba ya kampuni ya biashara ambayo ni 32 11 11. Ukigusa okay, utakwambia weka namba ya kumbukumbu, ikumbuke ni 333 au neno bongo. Kiasi ni buku, kisha namba siri na kubonyeza 1 kuthibitisha muamala kutoka. Hivi Lutengano sitaki hata unijibu. Wewe unafikiri tu kwa fikra zako za kawaida. Kweli wamemkata Depu mshahara? Hawezi kaka. Hizo ni story tu. Story tu. Hamna, ingekuwa amekatwa mshahara ingezungumzwa kabla hata ya hii tukio kutokea. Wamechukua tu hiyo issue imetokea ndo wanakuja. Alafu siku hizi mimi juzi nimeongea hapa kama utani. Yaani niliwaambia kwamba sasa hivi sio kama zamani. Zamani ilikuwa matukio yanatokea kwenye klabu, hauwezi kujua lakini sasa hivi waandishi wa habari karibia wengi wana mawasiliano na wachezaji. Kwa hiyo kuna issues zinatokea, utashangaa mchezaji anaulizwa kabisa, kaka mbona leo hujaondoka na timu? Issue fulani imetokea kwenye timu kaka, kwa usitoenda. Kwa hiyo watu huwa wanajua issue ambazo zinaendelea kwenye klabu nje ndani. Kwa hiyo klabu ikitoka sasa hivi eti kinafanyika, ni waandishi waamue tu kulichukua tu. Wapotezee, wana urafiki na Kamwe, wana urafiki na Ahmed, issues zinaishia ndani. Lakini hivi tunajua issues zinazoendelea kwenye klabu, tunajua issue hii sio ya kweli, hii ya kweli. Tunajua. Ndio maana juzi hao watu wamejitoa kwamba kiongozi hakuhusika kwenye usajili. Si mafaili yamerudishwa hapa ndani. Mafaili kibao yamerudishwa. Saa dakika 30. Mimi niwaambie tu kwamba kuna kambi ya matibabu ya kibingwa. Hii pia naamini unaweza kwenda wewe na ukajionea kwa macho, kwa sababu kambi hii inahusika na magonjwa ya macho chini ya madaktari kutoka Egypt, yani Misri ama Masri na Tanzania. Sasa Tanlink Medical Tourism Agency ushirikiana na hospitali ya macho International Eye Hospital iliyopo jijini Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, eneo la Morocco na Andalusia Hospital kutokea jijini Cairo nchini Misri wanakuletea huduma ya kambi ya uchunguzi na matibabu ya kibingwa na bobezi kwa magonjwa ya macho yakiwemo tatizo la macho kuwa mekundu, tatizo la uoni kuwa hafifu, tatizo la mtoto wa jicho. Hii ipo sana mtaani. Inawasumbua wengi. Na ukichelewa inakulamba. Tatizo pia la pressure ya macho, glaucoma. Hii pia ipo. Amenishtua alivyosema kwamba kitakwimu hapo kwenye eneo zuri. Ni kweli. Yaani amenishtua. Michezo 15. Anajilinganisha na nani? Michezo 15, alama 45, si ndio? Ukigawanya nusu yake ni alama 22. 22 kama point. Of course tufanye 22 sababu ukipata point. Alama 22, yeye yupo pungufu ya hizo alama. Takriban anasema Singida na alama? Ana alama 23. Ngoja tuangalie. Ndio tafsiri yake. Kwa hesabu Singida Black Stars alama 25 na maana ana alama ngapi? Amepoteza michezo 7 kwa tafsiri rahisi, kwa maana ana pungufu ya alama 20. Kwa ligi yetu ni namba nzuri. Lakini kwenye level ya ushindani kwa Singida amepoteza alama dhidi ya nani? Kaka, wewe nikwambie kitu. Upete upo sahihi. Lakini naomba uje kwenye pointi ya cheo. Amesema kitu kimoja kwa Singida ambao tunaifahamu. Hawapo sehemu sahihi. Ukifanya comparison ya Singida tu kwa Singida hawapo sawa. Sasa kwa nini ukifanya comparison? Sasa usifanye comparison na mtu mwingine. Tuchukue comparison kwa sababu amesema yeye wakijitazama wao kitakwimu wapo pazuri. Sasa mchukue Singida kwa Singida yeye mwenyewe. Ni kweli yupo vizuri? Alama 25 kwa 22. Kuna kitu nimekuwa nikizungumza hapa mara kadhaa.
msimu huu kitu bora walichonacho Singida ni mwalimu. Huyu mwalimu wanaye, mwalimu wa mpira wanaye, lakini timu nafikiri walianza vibaya ligi, na aina ya mechi walizokuwa wanapoteza ama walizokuwa wanaangusha alama si aina ya mechi ambazo Singida kwa status yao unataraji wapoteze. Challenge hii kubwa zaidi ilionekana wakati wanacheza michuano ya kimataifa. Ndio maana series ya upataji wa matokeo ukitazama kwenye mechi 10 za hivi karibuni wamepoteza mechi 2 tu, dhidi ya Simba na dhidi ya Yanga Afrika. Lakini ukija kwenye reference ya sare na Namungo na ukija kwenye reference ya kawaida tu kipindi kile ambacho walikuwa wanashiriki kwenye michuano ya kimataifa wamepoteza alama nyingi zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Sijui kama ilikuwa ni kushindwa kugawa michuano, lakini ninachoamini ni yale mambo ya kisela yaliyofanyika wakati wa dirisha lile la usajili. Walipoteza karibu kila kitu, na hiyo kwa ilikuwa ni challenge ambayo wasingeweza kuihandle kwa sababu timu ilibidi iwe kwenye transition. Kitu bora walichofanikiwa ni kumpata mwalimu ambaye hakuwa na background ya haya yaliyokuwa yanaendelea ama yana circulate. Kwa mfano sidhani kama mwalimu huyu angeridhia umuondoe Damaro, umuondoe sijui Kibabaga, umuondoe Chama kwa wakati mmoja, wakati ni wachezaji ambao walishaingia kwenye timu. Diomande kapata injury, ilikuwa ni ngumu sana kwa mwalimu mwingine yoyote kuweza kuaccept hiyo challenge. Anthony Trabit-Fra unamruhusu kuondoka, si ndio? Ukifanya reference ni aina ya wachezaji gani unaobakiwa nao na ukaangalia ni wapi ambapo timu ilisha kuwepo, nafikiri ilikuwa ni challenge. Sasa bahati mbaya walioondoka wameondoka kwenye kipindi ambacho timu haipati matokeo. Waliokuja wamekuja kwenye kipindi ambacho timu sasa inaanza kupata matokeo, lakini haiwezi kuwa sawa. Stability ya timu ni pamoja na kuwa na wachezaji wazuri ambao watampa mwalimu uwiano wa kuchagua wachezaji wengi kwa kadri ambavyo mahitaji yake yatakuwa. Lakini kama wakiendelea hivyo walivyo sasa hivi, nafikiri inaweza kuwa ni challenge kubwa kwa upande wao. Dakika 40 zimeshatimia. Tukisema kuna laki moja zinatoka na shilingi 50 zinatoka. Hata uongei sana. Shanza kuwa na hela. Pesa tu. Mambo yasiwe mengi. Hela zitoke, maisha mengine yaendelee. Hoja ya Lutengano ile. Ukikompea Singida tu Singida. Singida tu Singida kuna maji marefu sana pale. Singida bwana hamna haja kumpaka makeup. Anapitia kipindi kigumu na nafikiri Irene akiongea naongelea moyoni shida yake. Sasa moyoni uko wapi? Wewe ni mnazi wa Singida, yani kuna wakati roho inauma. Sasa hilo ungemwacha Lutengano aongee peke yake. Cheo akiongea tunamwamini. Basi Cheo ongea. Basi kuanzia leo utakao kuzungumzia Singida kuanzia leo. Hata story ya Singida. Uko wapiga Yanga sawa, uko wapiga Simba sawa. Hata story ya Singida. Singida hapo anazungumza Kisugu kuhusu Simba. Anajua kabisa jezi hazijafika, anajua kabisa zipo wapi, zinaenda nini. Yaani kama amesha track safari ya container ya jezi. Anajua stock ilipo. Stock anajua ilipo. Basi piga simu. Yaani anapiga huko. Yaani wewe hapo ni kama tumwambie Kisugu aichambue Simba. Kwa mimi ni Kisugu ya Singida. Kaka umenichoka. Anyway, mwanza hii hapa pia kwenye bao la asubuhi wakati unapiga simu, alafu tu watazame ama tuje kwenye jiji la usanii Dar es Salaam. Bongo burudani sio na mipaka, imekita kambi 90.0.